Jambo la pili ilikuwa ni suala liloulizwa kuhusu masala ya dua kwa pamoja, vile tukimaliza swala na nini tukatoleta dua. Je, jambo hili nalo limekaa vipi kulingana na sisi? Kwa sababu utakwenda kuswali msikiti, utaona ule msikiti baada ya swala kimya kimya, ndivyo maziwa mashafi, hakuna chochote kinachofanywa. Kisha utakuja kuswali kwetu, utaona kwamba baada ya swala sisi ni nyiradi. Je, jambo hili sisi kwetu limekaa vipi? Tumwambia mwenye kuuliza suala kama hili kwamba kufanya dua baada ya swala tena kwa pamoja, jambo hili ni jaizun ijtihadan. Jambo hili ni nini? Jaizun ijtihadan, lafaa kwa ijtihadi ya wanazuoni, kama ambavyo viko vitu vingine ambavyo wao wanavifanya na wanadai kuwa vyafaa kwa sababu ya ijtihadi. Tuko pamoja mashaikh? Basi na katika vitu ambavyo vyafaa kwa ijtihadi, kimojawapo ni kuleta dua kwa pamoja baada ya swala. Nenda katika kitabu, tulisema sisi na wanafunzi tukielezana tukumbushane kurudi katika nini? Vitabu. Nenda katika kitabu kinachoitwa Al-Mawsu'atul Yusufiyya fi bayani adillati ahli sufiyya, sawasawa, cha bwana mmoja, mwanachuoni mmoja aitwa Yusuf Muhammad Khattab, kama sijakosea jina lake. Ukienda katika hichi kitabu kuna milango ambayo amekuwekea. Kuna mlango waitwa adh-dhikrul jahriyu, kumtaja Mwenyezi Mungu kwa nguvu, kama vile tukimaliza swala sisi tukaanza Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tukamswalia mtumi, kisha tukaendelea zile ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, kwa sauti moja tena kubwa na mtu mwingine yuwasikia. Ameelezea huyu bwana nukta nyingi sana, lakini miongoni mwa nukta alizozitegemea ni kwamba jambo hili ni adhkar. Vile tunavyoleta baada ya swala ni adhkar, si adhkar zile? Ni adhkar. Na ikiwa ni adhkar, Mwenyezi Mungu jambo la adhkar amelitaja sana katika Qur'ani. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu ametuambia alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wanamtaja Mwenyezi Mungu wakiwa wamesimama, wakiwa wameketi, wakiwa wamelala kwa ubavu, wanamtaja Allah. Na sisi tumtaja katika hali yoyote, sawa sawa. Katika aya wadhakirina Allah kathiran wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mfano wa aya kama hizi zinazotaka tumtaje Allah. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran. Kwa hiyo aya za Qur'ani za tutaka sisi tumtaje Mungu sana, tuwe na adhkar. Tuko pamoja mashallah? Kisha amesonga mbele akaenda akaeleza, akasema iko riwaya kutoka kwa Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, ambayo riwaya hiyo imepokewa na al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari ameitoa riwaya hiyo kwamba inna rafa'a as-sauti bidhikri. Sikiliza vizuri hii riwaya, kunyanyua sauti kwa kuleta dhikri, yani kuitoa sauti kwa nguvu wa ile adhkar, hina yansarifu an-nasu min al-maktuba, wakati watu wanapomaliza swala ya faradhi wakaleta adhkar kwa sauti moja tena kubwa tena ya nguvu. Jambo hilo kana ala ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam, lilikuwepo katika zama za nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada ikimalizika, sauti inatolewa kubwa ya adhkar, aliyoko nje yatambua kwamba swala imeisha kwa ile adhkar nje anavyoisikia. Yajua kwamba huko msikitini swala sasa imefanya nini? Imeisha. Kisha akakuongezea na dalili zingine nyingi kabisa ambazo tumekuelekeza urudi katika hichi kitabu Al-Mawsu'atul Yusufiyya
fi bayani adillati ahli sufia, dalili zetu za masufi, utakwenda kuona mengi na mengine ya kuzidi na ya kutosha. Kwa hiyo jambo la adhkar baada ya swala tukaleta kwa sauti moja, adhikrul jamai, sauti kubwa, watu wakasikia, ni jambo hili na lina faida jambo hili. Kuna baadhi ya watu wanazungumza maneno wakati mwingine hawajui maana yake, lakini wameyasikia mara kwa mara. Ndivyo ama sivyo? Hamujamsikia mtu ambaye si Muislamu akisoma surati al-Fatiha? Ameijua vipi ile Fatiha? Amekwenda madrasa? Ameijua kwa sababu ya kufanya nini? Kuisikia sana, mpaka na yeye akajua kuisoma alhamdu mwanzo mpaka mwisho. Sasa moja ya faida za hizi adhkar kwa sauti kubwa ni kumfundisha asojua. Si kila anayekuja msikitini jamaa amesoma, si kila anayekuja msikitini hizi adhkar azijua. Kuna watu wamesilimu jana, kuna watu wamesilimu juzi, kuna wengine walikimbia madarasa, kuna wengine hawajui kumdhukuru Allah. Moja ya faida tunazowapatia ni kule kuleta kwa sauti moja kubwa, ikamsaidia mtu na yeye baada ya muda akazijua zile adhkar na aurad. Ndivyo ama sivyo? Kwa hiyo ni jambo kwanza lilikuwepo, lakini pia linao faida, na sisi tumeona watu kadha wa kadha ambao wamezishika adhkar kwa sababu ya kuzisikia mara kwa mara. Na utaona vitoto vidogo ambavyo vinaswali msikitini kila wakati, zile adhkar huwa vinajua na havijui maana yake. Vimejua kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuzisikia mara kwa mara. Kwa hiyo faida iko, na ni faida ambayo ni nzuri, kwa sababu kesho na kesho kutwa akishajua maana yake ataona kumbe mimi haya mambo nilikuwa nayajua kuanzia ni mdogo yana faida kubwa na yana maana kubwa sana. Kwa hiyo adhkar kwa sauti moja ni jambo ambalo lilikuwepo zama za Mtume, na imepokewa hadithi kama tulivyotaja, ameitoa al-Imamu al-Bukhari, akhrajahu al-Bukhari. Kwa ajili hiyo ni jambo ambalo halina wasiwasi wala halina mashaka ya aina yoyote. Inshallah mpaka hapa tutaifunga darasa yetu ya leo, tutakoma.